Uchunguzi uliotuchukua takriban miezi kama 9 hivi, kuanzia Mombasa, Malindi, Nairobi, Kitale, Antwerp Ubelgiji, Rotterdam na hapa Amsterdam Uholanzi. Mimi ni Mohamed Ali na haya ni makala ya Jicho Pevu. Mwaka wa 2000, Ibrahim Akasha aliweza kupokea simu kutoka kwa jamaa asiyejulikana. Jamaa aliyemwelekeza katika barabara hii maarufu ya Bloodstrat, mahala ambapo alipigwa risasi na kuuawa papo hapo na mtu mmoja aliyekuwa akiendesha pikipiki. Jamaa huyo vile aliweza kuuawa baada ya siku 7. Kufikia hapo msururu wa mauaji ulianza kutekelezwa. Miaka 2 baadaye, mshiriki wake kwa jina la Munir Barsum alipigwa risasi vile katika barabara hii, hatua iliyoelekeza mauaji katika mataifa ya nje, Kenya ikiwa mojawapo. Miaka 4 baada ya mauaji hayo, ukurasa mpya ulifunguliwa. Ukurasa ulioitambulisha Kenya kwa dunia kama kituo kinachotumiwa na walanguzi wa dawa za kulevya. Tulibaini ubabe wa kufuata nyayo za Akasha ulianza kukita mizizi punde tu baada ya kifo chake. Walanguzi wapya wakiwemo wa Kenya na Waholanzi wakaimiliki biashara ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Mjini Amsterdam, mji mkuu wa Uholanzi, ndipo ngoma ilipokuwa ikichezwa. Kwanza kabisa, Mkenya kwa jina la George Kiragu alinunua boti ya masafa marefu aina ya Boston Whaler, nambari ya usajili 001 kutoka Uhispania, na kuisafirisha hadi Kenya kutimiza operesheni maalum. Kisha akakodesha vyumba 2 katika hoteli ya kifahari ya Tato Bay huko Malindi, na ambayo ilikuwa ipokee wageni wake raia wa Uholanzi. Septemba mwaka wa 2004, baada ya kuwasili nchini, George Kiragu aliwasiliana kwa njia ya simu na nduguye David Mugo Kiragu aliyekuwa na makazi yake mjini Nairobi. Mawasiliano mafupi yenye lengo la kumtaka washughulikie wageni wake waliokuwa wakitarajiwa kuwasili mjini Malindi. Wageni hao kama tulivyobaini ni Scott, Elizabeth na jamaa mwingine mmoja asiyetambulika. Waliwasili kupitia uwanja mdogo wa ndege wa Malindi. Siku 2 baadaye, George Kiragu na marafiki zake wengine 2 kutoka Ulaya walikodesha nyumba nyingine kwa jina la Rocky House Villa na kuishia kulipa euro 4,000, takriban shilingi 500 za Kenya, kodi ya miezi 6. Huku siku zikizidi kupereji, idadi ya wageni kutoka mataifa ya nje iliongezeka na kufikia 5. Kwa kipindi cha miezi 3, wageni hao walikuwa wakiendeleza shughuli zao huku wakijifanya watalii. Kila siku walielekea baharini kufanya uvuvi, lakini uvuvi wao baadaye uliibukia kuwa zoezi tofauti, huku uchunguzi ukionyesha huenda walikuwa wakipakua dawa aina ya cocaine kutoka kwenye meli moja iliyokuwa imetia nanga ndani ya bahari. Shughuli hii ilikuwa ikitumia boti ya Boston Whaler. Huku hayo yakijiri, katika bandari ya Antwerp Ubelgiji, maafisa wa polisi walifanikiwa kunasa kontena 2 zilizokuwa na kilo 295 za cocaine. Baada ya uchunguzi, walibaini uhusiano wa dawa hizo na nyingine nchini Uholanzi, na ndipo wakawasiliana na wenzao wa Uholanzi waliomtia mbaroni raia mmoja wa Uholanzi kwa jina la Marinus Henry katika mtaa wa Zevenwagen, umbali wa saa 1 kutoka Amsterdam kwa usafiri wa treni, mahala ambapo pia walipata kontena 1 ya dawa za kulevya. Kutiwa mbaroni kwa jamaa huyo kuliibukia kuwa muhimu zaidi
kwani mfukoni mwake kulipatikana nambari kadhaa za simu za Waholanzi wenzake pamoja na la Mkenya. Nambari ya Mkenya huyo ilikuwa yake George Kiragu, aliyekamatwa punde tu baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Schiphol mjini Amsterdam, Uholanzi, kutoka Kenya. Disemba tarehe 8 mwaka wa 2004, majasusi wa Uholanzi kutoka kitengo cha kitaifa cha kupambana na uhalifu waliwaelekeza polisi wa Kenya hadi mahala ambapo dawa hizo zilikuwa zimeshukiwa kufichwa. Maeneo ya Riverside, Embakasi, Udhaya na Malindi. Hata baada ya kupata taarifa hizo, serikali ya Kenya ilijitia hamnazo na kusalia kimya. Siku 6 baadaye, msafara wa vikosi vya maafisa wa usalama wakiongozwa na aliyekuwa mkurugenzi wa jinai Joseph Kamau pamoja na kamanda wa GSU wakati huo Lawrence Mwadime walielekezwa hadi katika hoteli hii ya kifahari na kunasa shehena kubwa zaidi ya dawa za kulevya aina ya cocaine, kilo 837.5 na yenye dhamana ya shilingi bilioni 4.69 zilizokuwa zimefichwa kwenye boti hili, pamoja na sacheti zingine 253 ambazo ni kilo 304 zenye dhamana ya shilingi bilioni 1.7 zilizonaswa pia katika maeneo ya Embakasi, Nairobi, katika ghala hili, zote ambazo ni kiasi kikubwa zaidi kuwahi kukamatwa barani Afrika. We were able to recover 953 packets of what we have now established to be a high-grade cocaine destined for the Western European market and Americas. The drugs were originating from Colombia, and there were also some packages, tile packages, in the container carrying the drugs from Venezuela. Mjini Nairobi, siri ya kutaka kuwakamata walanguzi waliokuwa wamepiga kambi mjini Malindi na kisiwa kufichuliwa na afisa mmoja mkuu wa polisi. Pasi na kupoteza wakati, walanguzi hao miongoni mwao George Kiragu walitoweka na kuacha magari yao mawili katika uwanja wa ndege wa Malindi na kuwasili jijini Nairobi katika hoteli moja ya kifahari kabla ya kuabiri ndege kesho yake kupitia uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kuelekea Uholanzi, wakati ambapo Wakenya walikuwa wakisherekea sikukuu ya Jamhuri. Siku 8 baadaye, Disemba tarehe 20, serikali ya Uholanzi iliwatia mbaroni George Kiragu, Robertus Johannes Steman, Hendrik Baptiste Hamange, Johan Nilin, Arjen Gotta na Marinus Hendrik van Wezel. Wiki mbili baadaye, polisi wa Kenya nao waliwakamata washukiwa 7, miongoni mwao Railton Mudhungu, James Nderito, Richie Angelo, Estela Dominga Furuli, Tansukal Jivanal Thanki, George Stanley Wango, David Alexander Gashago pamoja na wakurugenzi wa Central Valley Supplies Company Limited. Baada ya maafisa wa polisi kunasa shehena ya dawa za kulevya mjini Malindi, uchunguzi zaidi uliendelea. Baadaye taarifa za nyumba kadhaa kusakwa zikatokea, huku madai yakiwepo kwamba nyumba ya waziri katika mtaa wa Riverside ilisakwa. Madai yayo hayo yaliendelea, huku ikidaiwa kwamba nyumba hiyo ilikuwa yake Chris Murungaru. Ili kubaini ukweli, jicho pevu lilimzamia Murungaru pasi na kujua anarekodiwa, kutaka kubaini ikiwa madai hayo ni kweli. Miaka 7 baadaye, tuliamua kupiga mbizi na kumzamia Christopher Murungaru katika afisi ya DP kupitia kamera zetu za siri,
kwa lengo la kutaka kutafuta ukweli wa mambo kuhusiana na utata uliokuwa ukizingira swala lote la mihadarati. Tulianza na swala zima la nyumba iliyoaminika kuwa yake kusakwa mjini Nairobi na Nyeri mwezi wa Disemba mwaka wa 2004. And there was also issues of I don't know, your house was searched By who? by the police. Is there anything like that? No. Were you by that time living in Riverside? Because they say there's such a house in Riverside which belongs to a minister, so we don't know. Was it you? But who said that a house was searched? Who said? Is it the police who said that they searched the house? It was the police, yeah. Police will say. But belonging to who? To a minister. But my house was never searched by, even today I live in Riverside. My house was never searched. How could the police in the event search my house without, I am their minister? How could they have come to search my house? Were you living in Riverside? I have lived in Riverside since 2003. 2003? Yes. Is it a rented house or it's your own house? I have lived in two houses. One was a rented house, the other one is a house that I acquired after that. Now, according to the police, the house that was searched was the one that you rented, which I think you were paying through Integrated Holdings Company, which is your company, according to Register of Companies. It has your name and your wife's names. So it was being paid through Integrated Limited Companies. And that is the house that the police are saying that they have searched. So you are telling us that you have two houses. Was the second one searched? No. Or I had not even owned it by then. or that is the one that you own now? Yes. The one that you used to That the one that I live in now. Okay. Yes. So this house. So in other words, Yeah. let's say Yeah. the long and short of it is this. Yes. The house, my house, Yes. has never ever been searched by the police, whether at that time or at any other time. At the time of the seizure of the drug, or at any other time, my house has never been searched by the police. In any event, I wonder why they would have been searching my house, considering that this consignment was seized in Mombasa. I had even heard that story that the cocaine was supposed to have been domiciled in my house. So some of that stuff was originated by very interesting characters. Sorry to talk about the departed, but the rating was at the center of that story. The generation of that story. For the simple reason that some people thought that there was a lot of money that Kirunga was getting from this thing called Anglo-Leasing, which he was not sharing with others. Hamu yetu ya kutaka kujua mengi ilichukua mwelekeo mwingine pale tulipozidi kumhoji zaidi kuhusiana na ziara yake ughaibuni wakati wa sakata hiyo. Sometime back in 2005, you traveled to Netherlands. Yeah. No. I didn't travel to Netherlands. You see, those are the kinds of crazy, mad things that people say. No. I did not travel to Netherlands. And I was not even the Minister for Security at the time on Saribu. I was the Minister for Transport. I traveled to Britain for treatment. Yeah. In 2005. And some crazy fellow came here and they said that I had traveled to London and one Kiraito Murugi had traveled to Netherlands to look for a market for cocaine. You know, those are the stupid, crazy things which make one feel like murdering someone. Were there any names exchanged from Netherlands authorities to Kenyan authorities about some ministers involved in this thing? Were there any names mentioned? Were there any... No, not that I'm aware of, Ozarigo. And that is what I'm telling you, people are nuts. People have got worms in their heads. People just dream up wonderful stories and they put them out there and without caring.